Young Africans wamepigwa faini ya milioni 30 baada ya kutumia vyombo vya kubadilisha nguo ambavyo sio sahihi. Kwako kama mchambuzi, taarifa ulipokeaje? Binafsi kwanza nafikiri swala la adhabu ni swala la kawaida katika mpira wa miguu, zipo kanuni, zipo, na naomba watu waelewe kwamba hatuzungumzi Yanga kuadhibiwa. Tunachokizungumza ni namna ambavyo wameweza kuadhibiwa na sheria na kanuni ambazo zimeweza kutumika kuweza kuadhibu, tukireflect na matukio mengi kama haya ambayo yamekuwa yakiendelea kutokea. Hapo ndio kwenye hoja ya msingi. Lakini kimsingi Yanga walifanya kosa. Kutotumia dressing room, sawa, ni sehemu moja hapo ya kuweza kutofuata taratibu za mchezo, na wakaenda kutumia nyumba ambayo iko nje ya kiwanja, wakaweza kufanya shughuli zao na baadaye wakaingia. Kwa hiyo ilikuwa ni kosa la kikanuni ambalo lipo, na kwenye upande wa kanuni adhabu zake zimeainishwa. Katika makosa yote ambayo atakwenda kinyume na taratibu za mchezo, kuna faini ambazo zinaanzia milioni 5 mpaka milioni 10, 11 mpaka milioni 20. Hizo zimeweza kuweza kuainishwa. Sasa kuadhibiwa, wangepigwa milioni 5, wangepigwa milioni 10, 15, it's fine, kwa sababu ingekuwa iko within, na kitu hicho kifanya sio ambacho kinakubalika. Lakini unapokwenda kwenye milioni 30, maana yake ni kama kuna kitu ambacho ni extreme issue ambayo Yanga ameweza kuifanya apart from kukaa ndani ya dressing room. Kwa sababu ukisema mtu akukaa kwenye dressing room, wewe amekaa kwenye corridor ni the same, akaa kwenye dressing room. Akiwa amekaa kwenye gari, akuingia kwenye dressing room. Akiwa amekaa kwenye running track, akuingia kwenye dressing room. Kosa ni hili moja. Hata kama unakumbuka kwenye mechi ya Simba na Yanga ya kwanza ya ligi, Simba akuingia kwenye dressing room. Walikaa kwenye corridor. Je, waliadhibiwa milioni 30? Utagundua hakuna. Kwa hiyo tunazungumzia hakuna fairness. Hakuna equal grounds ambazo zinakwenda kutoa maamuzi. Kuna mmoja anaonekana kama pengine akifanya kosa ni kama watu wanatumia hasira na hisia kuweza kumhukumu, lakini sio kufuata kanuni. Kwa hiyo hakuna ambaye anatetea kwamba Yanga hawakustahili kuadhibiwa. Utakuwa ni mtu wa ajabu. Lakini tunazungumza hiyo adhabu waliopewa inaendana au zimetumika hisia na hasira za watu kuweza kufanya maamuzi. Kwa hiyo hapo ndio kwa changamoto. Kwa sababu matukio hayaanza leo, yapo yanafanyika. Na nimepa mfano mechi ya Simba na Yanga iliyopita. Simba hawakuingia vyumbani. Je, walipigwa milioni 30? Kwa nini Yanga wapige milioni 30? Au kuna ajenda gani nyingine zaidi ya hiyo ambacho tunaweza kukiona? Kwa hiyo binafsi mimi nimeamua kuwa fair, yani kwamba ifike hatua tuangalie mpira katika mapana yake. Na sio kwamba mtu kwa sababu tu una nafasi ya kuweza kufanya maamuzi basi unafanya tu kwa sababu una sheria. No. Sawa, kuna vifungo ambavyo vinawapa nafasi wao kuweza kuongeza adhabu kulingana na uzito wa nini? Wa kosa vipo. Sasa kwa kosa lipi? To what extent? Kwa kiwango kipi? Ndio mambo kwanza kuyaangalia, kwa sababu ukipewa room ya sheria haina maana uitumie unavyotaka wewe. Hapana, unatumia kulingana na kile ambacho kimetokea, kwa kuangalia msawazo kati ya aliyoadhibiwa na wewe ambao unakwenda kutoa adhabu. Maana hiyo ni kwamba Young Africans kwenye maamuzi yaliyotumika, yaliyoamuliwa sasa kwa kumwadhibu kwa namna hii, kuna namna hajamtendea haki. Mimi nimeona kama maamuzi ambayo yalikuwa yamejaa hisia na hasira tu. Mimi binafsi wamekosea kweli, wanatakiwa waadhibiwe kabisa, lakini maamuzi ambayo yalikuwa yamejaa hisia na hasira. Pengine uzito wa Young Africans kutumia nyumba ya jirani ndio umeleta baada ya kwenda kwa nyumba ya jirani. What so special ambacho kimetokea? Wamedhuru nini? Hicho ni dressing room bro. Hicho ni dressing room tu. Any so what special ambacho kwenda nyumba jirani? Ni kipi? Kwa maana hiyo sasa kanuni zimewekwa lakini bado zinavunjwa. Yaani kanuni zipo lakini zinakwenda kuamuliwa. Mtu anaamua kuwa bias. Yaani mtu anakatwa anaamua kufanya maamuzi bias. Yaani sio kuangalia justice kwenye kila upande. Zipo kweli. Nani kasemaje? Kuwa na mandate ya kisheria kuweza kuadhibu haikufanyi uamue kwa utashi wako. Angalia na mazingira yaliyopo. Ile nyumba iko nia baida pale na Yanga mpanga mstari pale, wameingia, wameenda wamefanya, wameingia, walivunja taratibu gani mwingine zaidi ya hiyo? Kwani kuingia kwenye chumba ndo nini? By the way, yaani ni kwa nini? Zimewekwa tu ni taratibu za mchezo ambazo mtu amevunja, na mara ngapi timu zinakuja zinavunja hizo taratibu. Lakini kingine itakama watu ambao kwa wanania kutaka kujenga mpira, ishi kama hii Yanga ameenda nje ya nyumba, haikutakiwa tu kwanza kumwadhibu. Ndio maana hata mahakamani yule ambaye amefanya kosa ameshikwa, kile lazima apewe nafasi ya kujitetea. Utetezi maana yake unaweza ukapata hidden thing ambacho baadaye kaja kukusaidia kwa kesi nyingine kama hizo. Yaani maana ya kujitetea, mtu hapo kujitetea unaweza ukagundua kitu kingine kipya ambacho kaja kukitumia kama reference katika kesi zinazo kuja kufuata baadaye. Kesi kama hii, kwa nini Yanga wanaamua kutumia nyumba ya nje? Wanaacha uwanja. Kama kweli unania kujenga, itakiwa waite, uwasikilize. Pengine wana hoja za msingi ambazo wangekupatia zingeweza kukusaidia, kwa sababu matukio ambayo yanakimbiwa sio kwa mechi za Yanga tu.
pamekuwa pana scenario nyingi zinazozungumzika kuhusiana na mambo ambayo yamekuwa sio rafiki kwenye viwanja, timu zote zikilalamika kwenye mahoteli. Hasa hayo yote lazima yakomeshwe. Unanifahamu sijui? Kwa hiyo itakiwa wao wakae nao, bwana, nyinyi imekuaje mnakwenda kukaa kwenye nyumba ya jirani? Mamlaka inakaa, unasikiliza. Ukisikiliza utapata kitu, waadhibu. Lakini huku unatafuta solution ile jambo ambalo linaweza kuonekana, kwa sababu Yanga sio wajinga tu watoke tu from nowhere waende kwenye nyumba. Si unaelewa? Si wakati chumba kipo. Yaani mtu aamue kulala nje kwa mfano, wakati nyumba ipo. Usichukulie poa, maana kuna sababu ya msingi ambayo ipo. Je, umekuwa na willing kutaka kuijua sababu? Hauna haja kujua, hauna haja kuoji, wewe unaadhibu tu. Hii changamoto ya timu kuto kutumia vyumba rasmi vya kubadilishia nguo ilianza kwa watani Young Africans na Simba ambao wamekuwa mara nyingi wakifanya hivyo, Malaika wa Simba kwa Yanga. Sasa hizi tumeona wameanza kuambukiza na kwa timu zingine ndogo hizi. Nini kifanyike kwa bodi ya ligi, TFF pamoja na michezo yote kuweza hawezi kufanya chochote. Yaani hao mimi kwa pande yangu nafikiri ndio wana entertain. Mimi binafsi nafikiri wana entertain kwa sababu haya mambo hajaanza leo, yameanza muda mrefu sana mambo. Tunayasikia muda mrefu. Lakini uone hatua ni kama vile wanakosa guts za kuweza kulishughulikia hili jambo. Kwa hiyo yani wala ukisema nini zifanyike hamna kitakachofanyika. Itashata kupigana faini milioni 30, 50, 40, 60. Watakusanya pesa basi. Kwa sababu havijaanza, na kwamba havijaanza leo, vimeanza muda mrefu. Tunasikia mara hiki yote Megoma, wameluka ukuta, mara fili. Sio leo, sio jana. Wampitia mlango ambao sio sahihi, vipo. Sio, unaelewa? Kwa nafikiri tu bado watu pengine hawajaamua kuvishughulikia katika userious, lakini wangeamua kuvishughulikia, wangeweza kuvishughulikia. Lakini ili uweze kuvishughulikia lazima uwe unafanya judgment na unyooke hivi kuangalia. Yaani ukishanyooka hivi, yote anayeingia, na mtu unampenda au umpendi, sheria inasemaje? Kula pita. Ndio maana ya kuwa leader, kiongozi. Kwa sababu hizi kanuni haukutunga wewe. Kanuni zimetengenezwa, ukapewa kwa wadau, wakazipitia, wakatoa maoni, zikatoa. Kwa hiyo ni msumeno ambao unakata kukinye kila yeyote atakayekosea. No matter what. Kwa sababu kumtuma kosea. Sasa wangesimamia hapo, hakuna ambaye angefanya ujinga. Kwenye changamoto hii kumekuwa na maoni, kila mtu ametoa maoni yake. Wengine wameshauri ama wamesema kwa nini adhabu zisiongezwe, pengine ziwe kali kwa timu ambayo itakosea makosa ambayo ni ya jinai usiangalie utakosea kwa nini anakosea. Si unanielewa sijui? Yaani wewe usengete mtu atakayekosea. Kwa nini wanakosea? Ni kama unataka uwe msomi mzuri, ufanye critical analysis. Usiangalie kwamba wewe kwa nini watu wanakosea kila siku. Maana kuna sehemu panavuja. Yaani ndio sense. Yaani kama kwa tuna nia ya kutengeneza mpira. Yaani hapa tusianze kulaumu tu Yanga hajaingia, tuangalie kwa nini. Tumesikia juzi Arusha, hatuna ushahidi. Azamu ushajoka wameugua, sijui nani aliyehusika. Ni tukio lile. Umezungumza watu walikuwa wanaumwa. Unaona, siku moja kabla umeendelea kuwa kwenye shida. Na ile ni hata kwa wachezaji hata kwa afya zao. Sasa kwa nini haya matukio yanatokea? Ni kama ile waamuzi. Niko naendelea kila siku. Wewe fungia tu. Watu wanaendelea kufanya makosa kila siku. Watu wanapima. Kwa hiyo inatakiwa kuwe kuna watu ambao wakae chini waangalie kwamba kwa nini tumefikia hapa. Kwa nini watu wasiingie uwanjani? Kwa maana hiyo mpira wetu bado unahitaji ukombozi mkubwa. Mimi binafsi nafikiri bado tuna safari ndefu sana. Kuna watu wameamua kwa makusudi kufanya nayo wanayofanya. Wamekaa wanaamua. Sio mara ya kwanza, sio mpaka kipindi kile mtu alipewa goli halali, goli sasa wapi? Haya, njoo kuna kwenye issue ya Walter Alson. Wewe ulisikia wapi? Mwamuzi kashaamua tena. Kashatoa kadi ya njano kwa Chama na Walter Alson. Kwamba adhabu walikuja kutolewa haikustahili. Yaani haitoshi. Sio, unaelewa? Sasa imeona kamati inakwenda beyond na mwamuzi. Mwamuzi ndio mtu wa mwisho kuamua. Tukio liliona, akawaita, akawaadhibu. Wewe unakwenda unamwadhibu mmoja, mwingine unamwacha. Sio, unaelewa? Maana yake mwamuzi hakuwa sahihi. Kwa hiyo unakuja kurectify makosa ya mwamuzi. Ulisikia wapi? Ndio yale mwamuzi alikataa goli, watu wakasema goli halali. Akalihalalisha. Unaona? Sasa tunaenda wapi huko? Tunaenda wapi katika mpira namna hii? Huo mpira uliona wapi? Kamati inadili na makosa ambayo hayakuonekana na mwamuzi. Beyond wanapitia na angalia maji hapa kwamba alimpiga mtu ngumi. Hii shule ya juzi ya Mdathiri haya mwamuzi hakuona. Akaadhibiwa. Issue ya Baka the same. Sema ni mwalimu the same, si ndio? Matukio ambayo mwamuzi hakuyaona ndio unakwenda unayaamua. Kwa haya nayo alikuwa ni sehemu ya mchezo. Lakini mwamuzi ameshaamua.
Wewe unaongeza juu tena kwa mtu mmoja, tukio la watu wawili, kwamba tukio ambalo mwamuzi ameshaliamua kuja tena kulirudia tena. Manake nini? Manake wewe ndio mwamuzi wa mchezo, sio mwamuzi ambaye kiwanjani. Haya, angalia scenario ile ya yule ambao wenyewe wamuita ni mwanachama wa Yanga, wakati ule ni kit manager wa Yanga, unamfungia mwaka mmoja. Tukio hilo alifanya Duchu, alifanya mtongea Simba mechi karibu 3-4, watu wapita wanamwaga, walichukuliwa watu gani? Tena hivi majayo wanamwaga. Mechi ya Arusha maji alimwagwa, mechi ya Mwanza maji alimwagwa, mechi ya Dodoma maji alimwagwa, ilichukua watu gani? Adhabu ile kapewa ya mwaka mzima. Sasa hapa tuko kwenye mpira, tuko kwenye vitu gani? Lakini pamoja na hayo, Young Africans pamoja na adhabu ambazo wamekuwa wakizipata, pesa inapatikana ndani ya muda mfupi kwa wanachama na mashabiki wanaichanga. Kwa binafsi, unadhani wanachokifanya mashabiki wa Young Africans ni sahihi? Ule ni ujumbe. Ni ujumbe. Yaani ukione manake kuna vitu viko sawa. Ule ni ujumbe. Ni nini? Ni message inakwenda. Kwa kama kwa kwenye mpira ndio maana yake, yani tusizunguke, ni message kwenye mpira ile. Kwa maamuzi mnayofanya hayako fair. Kwa sisi tutashikana, tutafanya kitu. Ni ujumbe, hamna kitu kingine. Ule ni ujumbe unafanya. Mashabiki pengine wanatakiwa wanapaswa sasa kuhoji kwamba kwa nini timu yao imekuwa ikifanywa ikipigwa faini za namna hiyo na hakuna maelezo ya ziada. Mpira ni private entity, ni single entity ambayo inakaa watu wana confidence, wana maamuzi yao. Ni kitu cha watu ambacho wanaamini cha kwao pekee. Binafsi kwa wataamua. Kwa sababu hiyo ni entity ambayo inategemea, ina mamlaka yake na FIFA na nini, kwa hiyo wataamua tu. Lakini itakwenda itafika hatua pengine wataingia watu wengine ambao wataona muone tofauti, mambo yataendelea. Ndio kwenye maendeleo, kwenye kukua. Tulikuwa na bodi ligi iliyopita ikaja ikatoa rabsha, watu wakaja pengine itakuja mpya, itakuwa ndio at least hii ndio imekuja kuwa ndio zaidi ya ile, yani unakuwa hata ile ya mara ya kwanza. Maana yake ni aina watu tulionao na ndio mlengo walionao, pengine wao wanajua labda kuna kitu wanakijua ambacho sisi tukijui, na ndio hapo kwenye mamlaka huwezi kuwatoa, wacha waendelee kufanya nafasi. Wewe kama mchambuzi na mdau wa mpira kwenye hili swala sasa la timu kutumia vyuma ambavyo sio rasmi, wewe binafsi unashauri nini kifanyike sasa kwa timu ukiachana na maamuzi ambayo yanafanyika na bodi ya ligi, ikiwa wameligundua tatizo kama Young Africans walivyogundua kwamba vyuma ambavyo vinakubalisha nguo sio sahihi kwa siku ya mechi? Timu zinajiandaa, timu zinatumia gharama kubwa sana kujiandaa, zinafanya investment, zinasajili, na yote ni lengo nini? Kutaka kupata matokeo. Ndio kitu kikubwa sana. Kwa hiyo mtu anapoona kuna namna yoyote ambayo inaweza kumkwamisha asifanye matokeo, anaweza kufanya jambo lolote. Na atafanya jambo lolote kama ikiwa anaamini kwamba wanaosimamia mpira hata tukiwapelekea hawatafanya jambo lolote. Sisi tunaelewa tayari pamekuwa pana notion ambayo sio sawa. Unanifahamu sio? Yaani kuna wakati mtu anaamua hata nikipeleka hakuna kitakacho badilika. Ngoja nifanye ambacho nitakifanya hata kama nitapata risk. Kwa sababu wanakuambia wenyewe ni bora walipe milioni 30 kuliko kukosa pointi ambayo walikuwa wanahitaji. Bora walipe milioni 30 kuliko kukosa pointi moja. Kwa hiyo wao walipima wakaangalia. Unaelewa? Kwa hiyo nafikiri jambo la kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna viongozi wenye bodi ya ligi na sehemu nyingine ambao wapo kwa ajili ya mpira wa nchi yetu. Sio kwa ajili ya maslahi yake. Sio maslahi au pande fulani. Sasa inakuwa kama vile yani Yanga, yani kama naye kama bodi ya ligi lenyewe ni club moja wapo. Sio unaelewa? Yani kama naye ana compete kwenye ubingwa. Sio unaelewa? Yani kama vile Yanga ni timu na bodi nayo ni timu. Sasa uone nani ambaye ni regulator, umuoni. Sio unaelewa? Yani hakuna regulator kati hapo nane sasa. Ni kama kuna vitu vya kushindana. Ni kama kuna kutoshana misuli. Sasa kiongozi wewe ndio misuli na timu unayoiongoza. Tayari hiyo ni weakness. Sio unaelewa kuzungumza? Ndio maana umeona pamoja pana maneno mengi. Unaona watu wote waone. Yaani si wote tunaongea basi hatuna muono. Yaani wao ndio wanaona tofauti tu. Sio unaelewa sio? Watu wote tunaongea sisi maana sisi hatuna maana yani. Hao hatuna uwezo kuona. Yaani wao wana kitu gani cha special ambacho sisi wengine tukione. Sio unaelewa? Yaani wao wana malipa yapi ya ziada ambao sisi wengine hatuna yani ambao tuwezi kuyaona. Kwenye kitu tulichokiona. Na mpira ni mchezo wa wazi, unaonekana. Kanuni ziko wazi zinaonekana. Sio unaelewa? Ndio ambacho vipi yani kesho tunavifanya inaonekana, ila wao wamepewa dhamana ya kuweza kusimamia na lazima tuwaheshimu. Lakini tunawaheshimu kwa sababu wamewekwa pale kwa mamlaka wakatimize majukumu yapo kikatiba na kiutaratibu, sio kwenye hisia zao na mapenzi yao. Pamoja na hayo kumekuwa na issue nyingine ambayo wachezaji wa Young Africans wamekuwa wakiwa compare na Simba Sports, special Clatous Chama dhidi ya Alan Okello.
wewe binafsi mjadala umeuona? Hauna afya, sio mjadala wenye afya. Sababu ni wachezaji wawili tofauti. Sawa? Chama unamzungumzia anaelekea mwishoni, kashaonyesha, kasha prove, kafanya vitu vingi, kaisaidia Simba katika maeneo mengi katika muda wake. Sawa? Unaelewa sio? Okay, ndo anaanza. Sasa unawakompea vipi? Ni Tanzania tukupenda vitu ambavyo havina msingi. Okay, ameanza ndo amekuja Tanzania, hata msimu hujamaliza. Sasa unamkompea, je, unamkompea kwa kipi alichokifanya ambacho Chama hajakifanya mpaka sasa hivi? Anatakiwa prove. Chama kashachukua Simba kapeka robo finali. Kashasaidia Simba katika mechi za maamuzi, kashafanya vitu vingi, kashakuwa ni top assist, kashafanya vitu vingi kwenye mpira nchi. Okelo bado, kwa uwezo ukawakompare. Yaani sasa unawalinganishaje watu hao wawili? Ni kumkosea tu heshima Chama kwa sasa hivi. Kwa Mwamba Lusaka watu waliamini kwamba amefika mwishoni baada ya kwenda Young Africans na akawa pati namba, ila amerudi Simba na mechi kama 4 amekuwa akiziamua yeye. Kwa sasa unavyomtazama mchezaji wa namna gani kwa performance ambayo anaonyesha? Kweli anafika mwishoni, sio uongo, yuko mwishoni anamalizia mpira. Sasa unamaliziaje ni kitu kingine. Kwa nini Chama amezaliwa? Haiwezekaniki, mpira unaendana na umri brother. So about numbers. Akafika mwishoni, lakini unamalizaje? Kwa hiyo anamalizia katika spidi iliyokuwa njema. Lakini pia wakati tunapozungumza anamalizia kwa mechi zipi? Unanifahamu sijui? Unajua wakati mwingine mchezaji anakuwa hawezi kuonekana kama mzuri kutokana na ile flow ya timu. Chama alivyokuwa Yanga hakuwa mchezaji tegemeo. Sio, unaelewa? Yaani hakuwa mchezaji ambaye timu inamtegemea. Kwa hiyo alikuwa anatakiwa aingie kwenye mpango wa timu. Ameenda Simba, timu yake kama imetokea, kwa ndo anategemewa kama wewe fanya unachotaka kufanya. Ni kama leo mchukue huyo nani Cristiano Ronaldo akiwa Al Nassr. Yeye kapewa special task, tu kazi yake ni kufunga. Sasa unaelewa sio? Lakini akaenda kwa timu ambayo ina wafungaji wengine, afunge hata goli. Kwa sababu magoli mengi ambayo anafunga magoli ambayo anatengenezewa, umoni mwenye kukaba, umoni wapi. Kwa hiyo wameamua kumwacha free. Kwa hiyo Chama amepewa jukumu la kuwa free. Majukumu yake mengine watu wanamtimizia. Alipokuwa Yanga hakuwa potential. Kwa hiyo ndio kwa hiki kama Yanga wangemchoka kama wanapomchukua Simba, angefanya hiki kama ambacho alifanya Simba. Kwa hiyo kilichobadilika hapa ni ile style of play ya timu. Kwamba Yanga alikuwa mchezaji ambaye akiingia, anaingia kama ameingia Shoboy, anataka kufanya kazi ya kukaba, anataka ashambulie kama wachezaji wengine wowote. Sasa ile energy inashindikana. Inafika tu anakwama. Amekwenda Simba akasema, wewe ni father, bado usingekaa pale, fanya mambo yako. Timu ilikuwa ina mpira, sio shughuli zako. Sio, unaelewa? Kwa hiyo anacheza according to his energy. Akiwa yuko free, ana pressure, timu imempa nafasi ya kuanza kufanya kile kitu. Kwa hiyo aina ya uchezaji ndio imemfanya acheze hivi anavyocheza. Kisi kwa bado kitu ambacho ameongeza hakuna, ni yule yule wa siku zote. Mimi nikushukuru sana mchambuzi. Karibu sana.